Siku ya leo tumeamka na mambo mengi sana mjini, na mambo ambayo yana trend sasa hivi ni kuhusiana na mama yake mzazi Nifa Outfit, ambaye alikamatwa na kuweza kuwekwa kizuizini kwa muda kadhaa, ambao kutokea, nafikiri ilikuwa ni tokea Oktoba 27, 28 aliweza kutoweka baada ya watu kuongea vitu vingi. Serikali wakathibitisha kwamba, polisi wakathibitisha kwamba tuko naye na sio kwamba yuko katika eneo lisilo salama. Kwa hiyo tuko naye na msiwe na wasiwasi, tutamshughulikia kulingana na makosa yake ambayo ameyafanya. Kwa hiyo Nifa leo hii hatimaye ameweza kufikishwa mahakamani, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lakini sambamba na hilo, mama yake, ilionekana video clip ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii, ikionekana kwamba anamuomba msamaha Mheshimiwa Rais amsamehe mwanae kwa kile ambacho amekifanya kwenye kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Kwa hiyo ilikuwa ni kama vitu vinalandana, lakini nafikiri video haihusiani na hichi ambacho kimetokea. Ukute ni tarehe tu ilipangwa kwamba hawa watu tuanze kushughulika nao siku ya leo hii. Kwa hiyo amefikishwa mahakamani, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kitakachoendelea mahakamani, watu wataendelea kujuzana, na cha muhimu tu ni kwamba mashtaka yake ni ya uhaini, kwamba inajulikana, na kesi hiyo ni kesi ambayo haina dhamana kama mnavyofahamu. Kesi sambamba na inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo John Heche ana mashtaka ya ugaidi, lakini Nifa yeye mashtaka yake ni ya uhaini, ambayo ni sawa sana ya Tundu Lissu. Sijajua uhaini ni nini, lakini ndio hicho ambacho kimekuta Nifa Outfit Store. Kwa hiyo mambo yanaendelea kuwa mengi mjini, stories zinakuwa nyingi, lakini issue nyingine ambayo ina trend sasa hivi ni kuhusiana na Sharobaro wa Instagram. Anaendelea kuposti clips mbalimbali zikionyesha duka lake likivamiwa na baadhi ya kundi la watu waandamanaji na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo pia kuibua hali ya sintofahamu pia kwenye mitandao ya kijamii, watu wakiwa wanajiuliza kwa nini watu wameamua kufanya vile, na ukute labda ni watu walikuwa na mission zao zingine tofauti na masuala ya kimaandamano wa NLO. So ni hayo tu. Una maoni gani kwenye hili? Kuna lipi la kutuambia kwenye sehemu ya comment?